Asubuhi yake Kilanga House ilifufuka kama kawaida, lakini haikuwa kawaida hata kidogo kwa Gaddafi ambaye alishindwa kulala usiku kucha akiwaza kuhusu yale aliyoyaona na kumsikia kutoka kwa Sophia. Akiwa amechoka, macho yamevimba na kichwa kizito, alijivuta kutoka kitandani na kufungua mlango ili kukutana na hewa ya asubuhi. Ndipo alipoikuta korido ikiwa imejaa wapangaji wa ajabu waliokuwa kila mmoja na mambo yake. Pale mbele kabisa alisimama mzee mmoja aliyefahamika kama Mzee Kidudu, mtu mwenye ndevu ndefu nyeupe zinazofanana na pamba zilizonyeshewa mvua. Mzee huyo alikuwa akifanya mazoezi ya kupiga push up, huku akicheka mwenyewe na kuongea na mzimu wa mke wake aliyedai kuwa bado anaishi kwenye kichwa chake cha nyuma. Mama, leo umevaa kanga ya rangi gani? Ehe, ile ya mbunga ya Mtwara, si ndio? Aliongea kwa sauti huku watu wakimpita kimya kimya kwa aibu. Mbele kidogo, mtaa wa pili wa korido, kulikuwa na mrembo mmoja wa Kizaramo aitwaye Bishombe, maarufu kwa kuvaa kitenge tu bila chupi, akijidai kuwa anaingiza hewa safi ya asili. Leo asubuhi, alikuwa amesimama nje ya chumba chake, akinyunyiza dawa ya kijani kibichi kwenye mlango wake kwa madai kuwa ndiyo kinga pekee ya mapepo wanaopenda mafisi. Jirani yake Bwana Pembe, mwanaume wa makamo anayejidai muumini mkubwa wa dini ya kale ya Kisukuma, alikuwa akilalamika, hii bibi kila siku asubuhi ananifukuzia mapepo. Sasa mimi siogopi mapepo, naogopa niwe mpumbavu. Vituko havikuishia hapo. Kimbembe kikubwa kilianza pale jioni, wapangaji walipokusanyika kwenye uwanja wa mbele wa jengo kushuhudia ugomvi kati ya Mama Macho, mchuuzi wa maandazi, na mganga wa kienyeji aliyedai anaweza kupunguza miguu kwa chumvi ya mawe, na Asha Mapafu, mpangaji kijana ambaye alikuwa maarufu kwa kuvaa chupi kama top na kujipulizia pafyumu ya kijani hadi watu washindwe kupumua koridoni. Mama Macho alikamatwa akinyunyiza unga wa kijivu kwenye mlango wa Asha, akiapa kuwa Asha amemroga mwanaye wa kiume ambaye alikuwa ameshikwa na wazimu wa upendo na kuanza kuvaa vipodozi na kutembea akizungumzia nyota. "Wi Asha, unadhani mimi siwezi? Leo nitakuonesha dawa ya tembo akazalie chumbani kwako." Mama Macho alipiga kelele huku akipeperusha mkono wake uliojaa mafuta ya upako yaliyopakwa pilipili. Asha Mapafu aliruka kama mchura, akamtolea ulimi na kusema, "We mama, acha ushamba. Mwanaye alikuja mwenyewe, tena yeye ndiyo alinipigia simu akisema anataka kusoma sayansi ya mapenzi." Mpangaji mwingine aliyekuwa anaitwa Kakobe wa Lumumba, kijana wa Kinyakyusa ambaye alikuwa kila siku anavaa tai na suti, hata kama ni saa 11 alfajiri, aliamua kuingilia kati na kupatanisha ugomvi huu. Alikuwa maarufu kwa kuongea Kiswahili sanifu kana kwamba anahutubia Umoja wa Mataifa. "Waheshimiwa," alisema, "hii hali si ya kuungwa mkono. Hatuwezi kujenga jamii ya Kilanga House kwa manunguniko na chuki. Tupendane kama ndugu, tujenge maelewano, tuache imani za kishirikina." Aliposema hivyo, umati ulipiga kelele, wengine wakimrushia maganda ya mandazi, "Nyamaza wewe. Toka umetoka chuo hujalipa kodi, unajifanya balozi wa akili nzuri," alilalama Mangi Mbongo, mpangaji mkongwe kutoka Moshi aliyekuwa na kawaida ya kunywa pombe ya kienyeji saa 10 alfajiri huku akisema ndiyo wakati wa miujiza. Ndipo mshangao mkubwa ulipotokea. Pamoja na kelele na ugomvi huo wote, bafu za Kilanga House iliripuka kwa kelele ya ajabu. Maji yakaanza kutoka yenyewe, yakizunguka kwa kasi kwenye sakafu kana kwamba kuna mtu anayachezesha. Watu waliposogea kushuhudia, walikuta kuwa bafu limejaa sabuni yenye harufu ya damu. Ndani kulikuwa na maandishi yameandikwa ukutani, "Usiku wa Jumatatu, roho ya mfu itakuja kupita." Wapangaji walikimbia kila mtu kwake. Baada ya tukio hilo, usiku uliingia ukiwa mzito. Gaddafi, akiwa bado anachakata yote aliyoshuhudia mchana, alijilaza kitandani na kujaribu kusinzia. Lakini usiku huu haukuwa wa kawaida. Ndani ya korido, mlio wa violin uliosikika kwa mbali ulianza kusikika. Watu walidhani ni sauti ya redio, lakini kila mlio ulipiga. Mtu mmoja kwenye jumba hilo alipiga kelele ya hofu. Ghafla, Gaddafi aligonga mlango wa jirani yake mpya, msichana mmoja aliyehamia juzi kutoka Lindi, aitwaye Amina Kisamvu. Amina alikuwa kimya, lakini alijulikana kwa kuwa mrembo mwenye tabasamu la kuvutia sana. Na kila wakati alikuwa akifagia mbele ya mlango wake huku akiimba nyimbo za asili. Alipomfungulia Gaddafi, macho ya Amina yalikuwa mekundu,
kana kwamba ametoka kulia au kulala kwenye moshi wa moto. Gaddafi alisema kwa sauti ya ajabu, "Je, unajua kwa nini wanapiga violin usiku wa Jumatatu?" Gaddafi alingaka. "Sijui, ila najua kila nikitaka kuelewa Kilanga House, mambo yanazidi kuwa ya ajabu." Amina akasogea karibu naye, akamshika bega. Usiku wa Jumatatu ni usiku wa mizimu wa familia ya Teka. Walikufa mwaka 1960 na sana, ndani ya jumba hili baada ya kusalitiwa na mganga waliomwajiri kuwapa kinga ya utajiri. Walirudiana wote jioni moja, na violin hiyo ndiyo wimbo wao wa kurudi kutafuta mwili wa kuingia. Gaddafi alihema, "Ene, na hiyo familia inatafuta nani hasa?" Amina akamtazama, kisha akaweka mkono kifuani mwa Gaddafi. "Kila mwaka wanatafuta mmoja ambaye amegusa sanduku lenye jina lake kabla ya muda wake. Wewe, Gaddafi, umefungua njia." Gaddafi alirudi chumbani kwake kwa hofu, akajifungia mlango na kuketi kitandani kwa mawazo. Sauti ya violin iliendelea nje hadi mida ya saa 9 usiku. Mlango wake ulipogongwa polepole. Hakujibu. Gongo lilirudi, mara hii likiwa na sauti ndogo ya mtoto. "Baba, ni mimi." "Fungua." Je, aendelee kusikiliza, aende kufungua, au ajifiche kabisa? Na wakati hayo yanatokea, je, wajua mzee mmoja wa chumba cha chini aitwaye Baba Mbaraka alikuwa usiku huo akiongea na paka wake akidai ni mke wake wa zamani aliyerejea kwa mfumo wa mnyama. Kilanga House haikuwa jumba la kawaida, na Gaddafi hakuwa tena kijana wa kawaida. Saa 9 kasorobo usiku, Kilanga House ilikuwa kimya. Hata mbwa wa jirani aliyekuwa na kawaida ya kubweka hovyo kila saa 2 usiku alikuwa kimya, kana kwamba amepewa agizo rasmi la kukaa kimya. Gaddafi alikuwa bado amelala kitandani, jicho moja limefungwa, jingine linaangalia mlango kwa mashaka. Kilio cha mtoto kilikuwa kimya kwa dakika kadhaa, lakini ghafla sauti ile ikarudi, safari hii ikibadilika taratibu kutoka sauti ya mtoto mdogo kuwa ya mtu mzima. Sauti nzito, ya kiume, isiyo ya kawaida. "Gaddafi, fungua. Umechukua changu, sasa lazima urudishe." Gaddafi alipigwa na butwaa. Alifunika kichwa kwa shuka, moyo ukipiga kwa kasi. Lakini ghafla, dirisha lake lilifunguka taratibu bila msaada wa mtu, na hewa nzito, baridi sana, ilivuma hadi ndani ya chumba chake. Pazia liliruka kama mtu anayepigwa na bumbuazi. Kabla hajajua afanye nini, taa ya dari iliwaka yenyewe, kisha ikazimika mara 3. Sauti ile ikarudi, sasa ikimwita kwa sauti ya mwanamke, "Ulinigusa usiku wa jana. Sasa utembee nami mpaka mwisho wa safari." Hapo ndipo dari ya chumba chake ilianza kutoa sauti ya mtu akitembea juu yake, hatua moja baada ya nyingine. Gaddafi alijitahidi kutulia, lakini mapigo ya moyo wake yalimsaliti. Alikuwa hajawahi kushuhudia tukio la kusisimua namna ile. Kabla hajapoteza fahamu, mlango wake uligongwa kwa nguvu, kabu.